katika jimbo la Peramiho alipewa jina anaitwa Malkia. Leo jimbo la Peramiho na mkoa wote wa Ruvuma tumempoteza Malkia. Kinachouma, tumempoteza ghafla sana. Sasa mpaka jana hali yake ilikuwa nzuri, ameongea na watu, imebadilika mapema asubuhi ya leo na tumempoteza. Kifo cha ghafla kinauma. Mimi nimepoteza dada, nimepoteza mbunge mwenzangu, nimempoteza mbunge jirani, nimempoteza aliyokuwa waziri mwenzangu. Kwangu mimi na wabunge wote wa mkoa wa Ruvuma ni pigo kubwa sana. Kwa wabunge wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni pigo kubwa sana. Tukimwelezea Mheshimiwa marehemu Jenista Joakim Mhagama, naweza nikasema ni mtu ambaye kwanza alilelewa vema na wazazi wake katika maadili ya Kiafrika, maadili ya Kingoni, maadili ya Kitanzania na maadili ya kidini ya Kikanisa Katoliki. Mheshimiwa Jenista ni muumini kweli kweli wa Ukristo hasa wa Katoliki. Mheshimiwa Jenista ni mchapakazi. Siku zote Mheshimiwa Jenista ni mchapakazi. Akiwa nyumbani ni mchapakazi. Akiwa ofisini ni mchapakazi. Akiwa chief whip ilikuwa ukijitahidi sana kuwahi pale bungeni. Mimi niko na tabia, nataka kama bunge inaanza saa 3 nifike saa 2:30, namkuta Mheshimiwa Jenista amekaa kwenye kiti. Jenista alikuwa hardworking. Akishika jambo lake amelishika. Alikuwa ni mwanamke anayejitahidi sana. Alikuwa anaamini katika kazi. Tulielewana kwa sababu wote tulikuwa tunaamini katika kazi. Jenista alikuwa mbunge wa jimbo, mwanamke mzuri sana. Mimi mpaka leo ni mwenyekiti wa wabunge wa majimbo wanawake. Kwa hiyo alikuwa ni mbunge wangu mzuri sana. Tumepoteza mbunge mwanamke wa jimbo mzuri, chapa kazi, anayejua maana ya kuwa mbunge wa jimbo, kuwatumikia wananchi. Tunamwomba Mungu amweke mahali pema peponi. Lakini imekuwa ni shock. Kwa sababu kama mimi sikusikia akiwa anaumwa, nimeona tu kwenye mtandao Jenista amekufa. Nilichofanya nilimpigia spika kuhakikisha, spika akaniambia ni kweli. Kwa hiyo niko hapa. Nakuja nyumbani kwake. Naomba wote tumuombe Jenista. Kwanza nichukue nafasi kutoa pole sana, pole kwa familia ya marehemu Jenista, lakini pia nitoe pole kwa wanajimbo lake ambao wamatumikia kwa muda mrefu sana, na pole pia kwa serikali ambao amekuwa akitumikia kwa muda mrefu sana. Na mimi nimemfahamu Jenista kabla sijawa mbunge kama mtumishi ambaye alikuwa anajali sana watu wake pia. Na hii inathibitisha na namna ambavyo wananchi waliweza kumwamini tangu mwaka 2000 alipokuwa mbunge wa viti maalum, 2005 alipogombea mpaka baadaye ameweza kukaa na kudumu kwa bunge, ndani ya bunge takriban miaka 25. Lakini kwa upande mwingine unaona jinsi ambavyo alikuwa ni mchapakazi na mwadilifu pia, kwa sababu unaona namna ambavyo amehudumu wizara nyingi sana, na katika marais mbalimbali wamekuwa wakimwamini na kufanya naye kazi katika maeneo mbalimbali. Lakini kwa upekee kabisa kama waziri wa maendeleo ya vijana, kuna kitu kikubwa tunajifunza kwake. Jenista ameingia bungeni akiwa na miaka 33 mwaka 2000 na ameweza kudumu kwa muda wa miaka 25 akiwa bado anaaminiwa sio tu na wananchi wake, lakini pia na serikali katika vyeo mbalimbali. Na hiyo inanifundisha mimi kama kijana, lakini na vijana wote wa Kitanzania, kwamba unapofanya kazi zako vizuri na ukaweza kutoa matokeo yanayotarajiwa, basi unaweza ukadumu kwa muda mrefu katika eneo ambalo umelichagua kulitumikia. Nichukue nafasi kuomba pia vijana wenzangu tujifunze kupitia maisha yake, na yale mema ambayo amekuwa akiyatenda tuweze kuyadumisha tunapoendelea kupambania ndoto zetu, lakini hasa katika kulitumikia taifa letu la Tanzania. Asante sana.